Uhali gani mwanafamilia? I hope uko poa kabisa. Karibu tena kwa mara nyingine kwenye hii channel yetu pendwa. Basi niweze kukujuza leo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusitu, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu pendwa, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu pendwa, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Tulio wengi nadhani tunafahamu kama Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki, wawili hawa ni wanandoa, japokuwa inasemekana kwamba wawili hawa wameweza kuachana. Maana wawili hawa wameweza kupeana taraka na vitu kama hivyo, manake sio mume na mke kama ambavyo ilikuwa hapo awali. Tunafahamu vile ambavyo waliweza kufunga ndoa ya kifahari kabisa, lakini pia mwanaume huyu Aziz Ki aliweza kumtolea mahali kubwa sana huyu mwanamke, takribani milioni 30 hivi, kitu ambacho kiliweza kuwafurahisha walio wengi, lakini pia kuwashangaza kwa upande mwingine, kwa sababu mwanamke ambaye ni single mother wa watoto wawili, hata umri wake kidogo umeweza kusogea na kumtolea mahali milioni 30, sio kitu ambacho ni cha kawaida. Ni dhahiri kabisa Aziz Ki alikuwa na mapenzi ya dhati kabisa juu ya huyu mwanamke, ndio maana aliweza kujitoa kimaso, aliweza kujitoa kwa moyo wote ili basi kuhakikisha basi ile swala lake linaenda kwa uzuri kabisa. Lakini pia harusi yao, ile ndoa yao iliweza kufanyika kwa gharama nyingi sana. Tuweza kuona vile ambavyo ilifaana kweli. Nikisema ilifaana, nadhani tunakuwa tunapatana vizuri kitu gani ambacho nakuwa na maanisha. Manake ilikuwa harusi ambayo iliweza kuwashangaza wali wengi sana, kutokana vile ambavyo ilikuwa very expensive. Aliweza kutumia gharama nyingi sana kuhakikisha basi ile harusi, ile shughuli yake inakuwa kabambe kabisa. Sasa wanasemaga bwana, siku zote kunguru huwa hafugiki. Wakisema kunguru huwa hafugiki, hawamaanishi kwamba ni huyu ndege ambaye anaruka angani, wanakuwa wanamaanisha upande mwingine kwa sisi binadamu kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa sababu kunguru huwa hafugiki, wanasema kunguru huwa hafugiki kwa tafsiri ipi? Kwamba mtu akiwa na mienendo fulani hivi ya tabia, yule mtu kumrekebisha sio rahisi sana. For instance, ukiwa na mtu pengine anaruka unakaa na mtoto anatoka nje usiku anaenda kwa wanaume na nini, yule mtu kumcontrol is not easy, inakuwa complicated kidogo kwa sababu ameshazoea. Ndio maana wanasemaga siku zote kunguru huwa hafugiki na tabia ni kama ngozi. Sasa ili swala bwana, hii kauli bwana imeweza kujidhihirishia kwa huyu mwanamke, huyu Hamisa Mobeto, huyu mke wa Aziz Ki. Kwa sababu ni mwanamke ambaye ana mienendo fulani hivi ya tabia, ana lifestyle yake fulani hivi ambayo anakuwa na wanaume tofauti, na pengine ndio sababu ambayo iliweza kumfanya yeye aweze kuzalisha watoto wawili na kuweza kuacha, right? Pengine angekuwa ni mwanamke ambaye anafaa, basi hata mwanaume mmoja wapo kati ya hao wawili angeweza kustay naye, kubaki naye basi aweze kulea watoto. Lakini cha ajabu ni mwanamke ambaye ana sura nzuri, ana shape nzuri, ana rangi nzuri, ni mpambanaji, hustler mzuri kabisa. Lakini kwa nini wanaume walimzalisha na kuweza kumwacha? Ni dhahiri kabisa upande wa pili, in terms of behavior, ni mtu ambaye sio rafiki sana kwa kuishi naye. Ndio maana hata akaweza kuzalisha hao watoto wawili wote na kuweza kuacha. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Sasa huyu Hamisa Mobeto huyu ameweza kuachika, tuseme ameweza kuachana na huyu Aziz Ki kutokana na vile ambavyo amekuwa na mienendo fulani hivi, anakuwa anataka kubadilisha wanaume, akati ya mtiala ameshaweza kuolewa, ni mwanandoa kabisa, ni mke wa mtu, lakini anakuwa anashindwa kujitambua. Aziz Ki alikuwa anaamini kwamba akiweza kumwoa yule mwanamke pengine ni single mother watoto wawili, lakini pia hata umri wake umeshaenda kidogo, anakuwa mtu ambaye ni matured, anaweza kutulia kwenye ndoa wakatengeneza familia. Lakini mambo yamekuwa vice versa kabisa, kama ambavyo wanasema siku zote bwana, kunguru huwa hafugiki, ng'ombe hazeki maini. Maana yake wanamaanisha kwamba mtu akiwa na mienendo fulani hivi, hata umri kienda kiasi gani, basi yule mtu zile elements za tabia zile basi lazima ziweze kuonekana tu. Huyu mwanamke ameweza kudhihirisha dhahiri kabisa kama ni mwanamke ambaye hafai kabisa. Bwana Aziz Ki aliweza kuuziwa mbuzi kwenye gunia, kwa sababu Aziz Ki ameweza kufunguka alio mengi sana. Nitaenda kuwekea hapo mbele hapo vile ambavyo Aziz Ki ameweza kufunguka alio mengi sana na kuweza kushare screenshot kadha wa kadha pamoja na video kwenye Insta story yake huko kumhusu huyu mwanamke, mambo mazito sana ambayo hata wewe mwenzangu ukiweza kuyaona utaweza kuyashangaa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu wengi wanamchukulia huyu Hamisa Mobeto ni mwanamke ambaye ametulia, haruki, ana rongorongo
Onyango tunafahamu ni mtu ambaye sio skendo, sio mtu ambaye anaweza kuja kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuzungumza vibaya, ni mtu ambaye yupo cool sana. Lakini kumbe bwana, watu wa namna hii, watu wa pole wanasema siku zote kwamba wana mambo ya siri mengi sana ambayo ukiasikia basi utaweza kuyashangaa kwa kiasi kikubwa sana, na ndicho kitu ambacho utaweza kukiona hapo mbele. Aziz Ki ameweza kushare machafu yote ambayo yanamhusu huyu mwanamke, na ndio sababu ambayo ameweza kumfanya aweze kumwandika talaka zote tatu ili basi kila mmoja aweze kuchukua 50 zake, kwa sababu ameweza kuvumilia mpaka ameweza kuchoka. Lakini ameweza kusema kwamba for the first time aliweza kuziona dalili fulani hivi, aliweza kuziona message za wanaume wengine kwenye simu ya mke wake huyu Hamisa Mobeto. Baada ya kuweza kumuuliza mke wangu, hizi message mbona mimi sizielewi, hawa watu ni akina nani? Lakini aliweza kujitetea na kusema kwamba hawa watu mimi sina uhusiano nao wa aina yoyote ile, naomba niamini, ni vile tu nimeweza kuteleza, lakini no, nothing goes on between me and them. Manake hakuna kinachoendelea kati yangu mimi pamoja na hawa watu ambao hizi jumbe zao umeweza kuziona. Ndivyo ambavyo aliweza kujitetea hivyo. Akasema anyways, kama mtu ameweza kutambua kosa lake na kuweza kuomba radhi, basi sina budi kumsamehe, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu hata mkosee vipi, basi ukiweza kumpigia magoti na kumuomba radhi, kuomba msamaha, kutubu dhambi zako, ni dhahiri kabisa ni mtu ambaye ni mwepesi sana kusamehe pale ambapo unaweza kufahamu kosa lako na kuweza kuomba radhi. Sasa Aziz Ki akaona sio kesi. Kama mtu ameweza kuomba radhi na kusema kwamba siwezi kurudia kufanya kitu cha aina hii, basi sina budi kumsamehe, kwa sababu ni mke wangu, na kuachana, nafahamu kuachana sio kitu ambacho ni kizuri sana, kwa sababu ile ni agano. Mnapoanza kulivunja basi kuwa na sababu ya msingi sana. Kwa hiyo aliweza kuona hakuna haja ya kuweza kurumbana kuachana nini vitu kama hivyo. Aliweza kumsamehe, kama ameweza kukiri kosa lake kwamba siwezi kurudia, akaweza kumsamehe tu. Sasa cha ajabu, Aziz Ki ameweza kusema kwamba muda mfupi baadaye aliweza kumfuma akiwa na mwanaume kabisa physically hivi, kitu ambacho hata mwanaume ukimfumania mwanamke na mwanaume mwingine physically si kitu ambacho ni rahisi sana kumsamehe. Kuna baadhi wanasamehe, lakini sio rafiki sana, kwa sababu mtu kama huyu atakuletea madhara mengi sana, impact nyingi sana kwenye familia zitaweza kujitokeza, kama vile maradhi. Hapo kuna watoto wa nje ya ndoa, pia heshima kwenye ndoa lazima kwa namna moja ama nyingine uweze kufanyaje kushuka, kwa sababu huyu mwanamke basi akiwa anawasujudu, anawaheshimu wanaume wengine, anawapa mwili wao bila wasiwasi wowote ule, ni dhahiri kabisa huyu mwanamke amani, furaha kwenye ndoa lazima itaweza kutoweka kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana wao wanasema kwamba mwanamke akifumaniwa maelezo hamna, lakini mwanaume akiweza kufumaniwa basi yanazungumzika. Sasa Aziz Ki baada ya kuweza kufumania huyo mwanamke akaona sio kesi, basi mimi siwezi kukusamehe, kwa sababu mara ya kwanza uliweza kuomba msamaha nikakusamehe, lakini kwa wakati huu naomba uniwie radhi. Bwana wasemaga kutenda kosa sio kosa, kurudia kosa ndiyo kosa. Sasa huyu aliweza kutenda kosa akaweza kumsamehe, sasa ameweza kurudia kosa, maana kindhari kabisa aliweza kudhamiria kufanya kile kitu. Bwana mambo ndivyo yalivyo. Wawili hao wameweza kupeana talaka kabisa, kwa hiyo sio mume na mke rasmi kabisa kama ambavyo tulikuwa tunafahamu hapo awali. Bwana mambo ndivyo yalivyo. Na maoni gani juu hilo? Make sure uanja comment hapo, una drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini nikusihi tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu Opendo, basi na uje subscribe. Chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe, hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu Pendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza, ni jambo ambalo ni la msingi sana. Bwana mambo ndivyo yalivyo mpaka hapo. Mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema, tukutane next time na kwaheri, bye bye.